Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunazungumzia ugonjwa wa kimeta. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake na matarajio ni nini baada ya kuwa umepata matibabu. Karibu mpaka mwisho. Asante. Ugonjwa wa kimeta ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria wanaoitwa Bacillus anthracis ambao wanashambulia ngozi, lakini kwa nadra sana wanaweza kushambulia koo, mfumo wa upumuaji, kifua na wakati mwingine utumbo. Sasa ugonjwa huu unapatikana dunia nzima. Ni ugonjwa ambao unawapata zaidi wanyama wanaokula nyasi. Wanadamu na wanyama ambao wanakula nyama wanaupata kwa bahati mbaya. Unawapata zaidi wafanyakazi wanaoshughulika na nyasi za malisho, nywele, kwa mfano zile za mbuzi, mifupa na bidhaa zingine za wanyama. Unaweza pia kuwapata wale madaktari ambao ni wanyama wakulima na wafanyakazi wa mbuga za wanyama wanaoshughulika na wanyama ambao wanakuta wameambukizwa ugonjwa huu wa kimeta. Sasa kimeta kinachowapata wanadamu kinapatikana zaidi katika maeneo ambayo kuna ugonjwa wa kimeta kwa wingi kwa wanyama. Unaweza kuambukizwa ugonjwa huu wa kimeta kwa njia mbalimbali. Mojawapo unaambukizwa kimeta, hiki tunaita kimeta cha ngozi, kwa kugusa nyama au majimaji ya wanyama, hasa ng'ombe, kondoo, mbuzi, farasi, nguruwe na wengine wanaokufa kwa sababu ya ugonjwa huu wa kimeta. Unaweza pia kuupata kwa kuumwa na mdudu ambaye amenyonya damu ya mnyama mwenye kimeta, au hata kugusa nywele, manyoya, nyasi au udongo ambao unakuta umechafuliwa kwa damu au majimaji ya mnyama huyu ambaye anakuwa ni mgonjwa. Sasa ukivuta pia hewa yenye chavua zile, unakuta ni hewa ambayo inakuwa na chavua za kimeta, utapata kimeta ambacho tunachika ni kimeta cha mapafu. Hili linatokea zaidi kwenye viwanda vile ambavyo unakuta vinachakata manyoya. Unakuta manyoya yanachakatwa, kwa hiyo unakuta vile vimelea vinaruka kwenye hewa na mtu anaweza akavuta, ambapo vimelea hivi vinaweza kurusha juu na unavivuta kwenye hewa na vinaingia. Sasa ukila nyama yenye maambukizi pia unaweza kupata kimeta cha utumbo au koo. Na mara nyingi unakuta hii nyama hasa umekula ikiwa haijapikwa vizuri. Sasa ugonjwa wa kimeta unaweza kusambaa kwa urahisi kwa wanyama kupitia mchanga na malisho. Na kwa wale wanaokula mizoga ya wanyama inaweza ikawa rahisi pia na wao kupata ugonjwa huu. Ni nadra sana kukuta maambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ila mchanga ambao una vimelea unaweza kuendelea kuambukiza wanyama kwa miaka mingi sana katika maeneo ambayo unakuta yana ugonjwa huu. Kwa hiyo unakuta ugonjwa huu kama kuna maeneo ambayo upo mwingi, unakuta unaambukiza watu kwa muda mrefu, kwa sababu vimelea wale wanaweza kaishi kwenye mchanga, kwenye malisho, na wanaendelea kuambukiza wanyama. Na wanyama hawa kama wakifa au wakiwa na maambukizi, ukishika majimaji yao au wasipozikwa vizuri, ni rahisi sana kupata maambukizi ya ugonjwa wa kimeta. Mtu akishika au akivuta hewa au kula bidhaa zenye maambukizi, dalili zinaanza kujitokeza ndani ya masaa 48 baada ya kuambukizwa. Za karibia 95% ya visa vyote vya kimeta vinasababisha ile kimeta ya ngozi. Ni 5% tu ndio zinakuwa na ile kimeta ya mapafu. Unakuta kaupele kadogo kekundu kanatokea kwenye maeneo ya ngozi hiyo, sana kwenye mikono, kwenye kichwa, kwenye shingo na wakati mwingine kwenye uso. Kaupele haka kanakuwa na upele mkubwa, baadaye yanatengeneza lengelenge, au lengelenge hili linakuwa ndani yake kuna usaha ndani ile wiki moja. Baadaye kinatengenezeka kidonda chenye gamba jeusi na uvimbe unaozunguka kile kidonda. Mgonjwa anapona bila matibabu yoyote kwa visa karibia 80 mpaka 90%. Kwa hao 10 mpaka 20 ya visa ambao vinakuwa haviponi, maambukizi yanaendelea, bakteria wanakuwa, na kwa mara nyingi vinaweza kusababisha homa kali na kifo cha haraka. Kwa kimeta ambayo inakuwa imeenda mpaka kwenye mapafu, hii mara nyingi mtu amevuta vile vimelea, dalili za mwanzo zinaanza baada ya siku 1 mpaka 3, homa inazidi kuongezeka, baadaye unaanza kushindwa kupumua, unakorota, unakosa hewa ya oksijeni, unaanza kupungua pressure ya mwili na inapelekea kifo ndani ya masaa 24. Kama umekula nyama ambayo haijapikwa vizuri yenye kimeta, unaanza kupata homa, kichefuchefu, unatapika, maumivu ya tumbo, unaanza kuharisha damu, na mara nyingi unakuta kwamba tumbo linajaa damu. Lakini pia kwenye koo pia unaweza kukuta unakuta homa, koo linakuwa linauma, unapata shida kumeza, maumivu yanakuwepo na unapata kuvimba yule mtoki na kushindwa kupumua, na kwenye unaweza kutokea kwenye shida kama hii. Ukifika kwa daktari atauliza kuhusu dalili zako na
atatumia darubini kuangalia ile majimaji ya kwenye kidonda, tunaita gram staining, au anaweza akachukua damu yako au majimaji ya kwenye kile kidonda akapandikiza, tunaita culture, kuangalia wale wadudu ambao watakuwa pale kama wanafanana na wadudu wanaosababisha kimeta. Akisha atamfanya utambuzi huo, basi atakupatia matibabu. Matibabu ya kimeta cha ngozi mara nyingi utakuta mtu anapewa penicillin. Hizi penicillin G ni sindano za kuchoma. Kama uvimbe utapungua baadaye, dawa ya kumeza kama penicillin inaweza kuendelezwa kwa dozi, unaachana na ile ya kuchoma. Kwa watu wasiotumia penicillin, unaweza kutumia dawa kama ciprofloxacin, erythromycin, tetracycline, chloramphenicol. Hizi dawa zote zinasaidia na unasafisha pia na kidonda. Kwa kimeta cha mapafu unatumia dawa kiwango kikubwa zaidi cha dawa cha penicillin, alafu unasubiri mtu akae vizuri. Sasa ili kuzuia ugonjwa wa kimeta ni vizuri kutakasa manyoya ya nywele za mbuzi, unaboresha mazingira ya wafanyakazi wanaoshughulika na bidhaa za wanyama ili wavae vifaa vya kujikinga, wasikutane na moja kwa moja na manyoya na wasivute hiyo hewa moja kwa moja, wavae barakoa. Lakini pia chanjo kwa makundi ya watu ambao wako kwenye hatarini, kwa sababu kuna chanjo maalum makundi ambao wako kwenye hatari kama wale madaktari tuliosema wanaoshughulika na wanyama. Lakini pia mizoga ya wanyama inapaswa kuzikwa ikiwa mizima, usikatekate kwanza ndio uizike. Zika mnyama akiwa mzima na uizike ndani sana, ili isije wanyama kama wale mbwa wakaja wakafukua wakala. Kuchinja mnyama mwenye maambukizi hakuruhusiwi. Elimu ya kuhusu namna ya maambukizi yanayoambukiza ni muhimu sana itolewe kwa jamii, na pia wale wanyama ambao wana maambukizi watibiwe mapema kabla hawajasambaza kwenda kwa wengine. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.